الحمد لله الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل وشرفنا بأكرم رسول باعث وفضلنا بخير شريعة شرعت وجعلنا بمنه وفضله من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يعبد سواه ولا يشرع بخلقه سواه وهو متفرد بالألوهية، فإذا قضى فلا راد لقضائه وإذا حكم فلا معقب لحكمه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام. وبعد، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Enyi watukufu katika imani, awali ya yote nitangulize shukrani kwake Allah tabaraka wa taala kwa kutuwafikisha kuidiriki Ijumaa, ambayo ni Jumaa ya kwanza kwa kalenda ya jua ya mwaka mpya wa kalenda ya jua. Sala na salamu zimwendee mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote nahusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani katika jambo hilo kuna mafanikio ya mwanadamu katika dunia yake na akhera yake. Hutuba yetu ya leo kwa muktadha wa wakati tulionao, kama ilivyotangulia kutambulishwa, ni tafakuri ya kumalizika kwa mwaka wa miladia. Kwa nini tufanye tafakuri? Pengine tunaweza kudhani kuwa kwa sababu kalenda ya miladia sio kalenda yetu, kwa hiyo hatuna lolote la kuzingatia. Hadha khata, haya ni makosa kabisa. Kila jambo katika mapito ya mwanadamu katika maisha yake yana mazingatio. Kama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliguswa na jeneza la kafiri akatoa machozi, wakamuuliza masahaba, huyu ni kafiri, kitu gani kinakuuliza? Akasema, hapana, huyu huenda amekufa na ukafiri wake kwa sababu sijamfikishia ujumbe. Kwa hiyo tunafanya tafakuri ya kumalizika kwa mwaka wa miladia, kwa sababu kumalizika kwa mwaka huo ni matukio katika matukio ambayo Allah ametutaka tujifunze kwa matukio hayo. Tabaraka alladhi ja'ala fi as-samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura. Allah tabaraka wa taala anatuambia yeye ametukuka, aliyeweka solar system, jua, mwezi, mbinguni, na akajalia khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura, akajalia kupishana kwa usiku na mchana. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara, usiku na mchana vinapishana, unatoka mchana unaingia usiku. Katika kupishana huku yako mambo mengi ya kujifunza. Liman arada an yadhakkar, kwa mwenye kutaka basi ajifunze, ndio maana tunafanya tafakuri. Au mwenye kutaka ashukuru kwa zile neema zinazopita katika masiku yenu yanayopita katika maisha yenu. Tukio la kumalizika
mwaka wa kalenda ya jua. Sisi Waislamu tuna kalenda ya mwezi. Kalenda yetu ya hijiria inahesabiwa kutokana na mapito ya mwezi, lakini kalenda miladia inahesabiwa kutokana na jua. Tukio la kumalizika kwa mwaka wa kalenda ya jua, yako mambo mengi ya kujifunza. Katika hutuba yetu ya kwanza tutaangalia yale ambayo ni munasaba katika ngazi ya nafsi ya mwanadamu yeye mwenyewe, kisha familia yake, kisha taasisi zetu. Tunajifunza nini? Tukio hili la kumalizika kwa mwaka wa kalenda ya miladia ni tukio ambalo limebeba somo kubwa sana. Somo lenyewe ni tishio la kumalizika kwa umri wa mwanadamu. Na hapa ndipo mahalu shahid. Kwa nini sisi Waislamu hatusherehekei kumalizika kwa mwaka? Hatusherehekei kwa sababu kumalizika kwa mwaka kuna maana ya kumalizika kwa uhai. Uhai wa mwanadamu umekuwa packaged, umefungashwa katika muda. Ndio Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala alayhi akasema, kullama qada yawman inqata ba'du. Mwanadamu kila siku inapoondoka, anaondoka yeye mwanadamu, sehemu yake inaondoka. Siku zinamega mwanadamu. Kwa hiyo ukiona mwaka unapinduka, manake ni kipimo kikubwa sana katika kuondoka kwa sehemu ya umri wa mwanadamu, na inaweza kuwa sehemu yote umri wake inaondoka, kwa sababu hakuna anayefahamu lini atamkuta mauti yake. Na hakuna tukio kubwa katika maisha ya mwanadamu, hakuna kitisho katika maisha ya mwanadamu kama kitisho cha kuondoka kwa umri. Mambo mengine yote yanaweza kuondoka yakarejea katika maisha ya mwanadamu, lakini sio kuondoka kwa umri. Mwanadamu anaweza kuondokewa na pesa ikarudi tena. Mwanadamu anaweza kupoteza marafiki wakarudi tena au wakawapata wengine. Lakini kuondoka kwa umri, hakuna namna yoyote ya kurejesha umri unaoondoka. Tukisoma tarehe ya leo kwa kalenda ya jua, tutasema leo ni tarehe 2 ya mwezi wa kwanza 2026. Haitopatikana baada ya siku hii ya leo tarehe 2 ya mwezi wa kwanza ya mwaka huu. Ikipatikana ni tarehe 2 ya mwezi wa kwanza ya 2027. Tukio la kuondoka kwa muda katika maisha ya mwanadamu ni kitisho kikubwa sana. Kitisho kwa sababu uhai wa dunia wa mwanadamu aliopewa ni kipande cha muda mfupi sana. Kipande hichi cha muda mfupi kimejaliwa sio tu kipande cha muda mfupi, bali ni kipande cha kimkakati. Amewekwa duniani katika kipande cha muda mfupi. Kipande hicho cha muda mfupi, huyu mwanadamu afanye maamuzi ya maisha yake yaliyobakia yote, ambayo hayana mwisho. Maisha yake baada ya kipande hiki cha uhai wa dunia, maisha yake baada ya mauti yake kaburini, na maisha yake baada ya kiyama kusimama. Na kiyama kitasimama kwa miaka 50,000 kama ilivyobainisha Qur'an, sio siku moja. Ni muda mrefu mno, mapito ambayo yana shida kubwa, dhiki kubwa kabisa, ambazo kwa tafakuri ya yale ambayo yako siku ya kiyama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alitoka mvi kwenye kichwa chake, mpaka sahaba anamwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah,
shayyaba ra'suk, umetoka mvi kichwa chako. Kaambia imetoka mvi kwa sababu ya kufikiria ahwali za siku ya Kiyama. Miaka 50,000 wanadamu watakuwa katika hali ngumu sana. Maisha ya kaburini hakuna anayejua kipimo chake, tutakaa muda gani. Maisha baada ya kufufuliwa kwa miaka 50,000, maisha ya tabu kubwa kabisa, shida na dhiki ambazo hazielezeki. Na baada ya hukumu yake kupita, ama maisha ya peponi au maisha ya motoni, haya yote yanaamuliwa, hatima ya maisha haya yote yanaamuliwa na kipande hichi kifupi cha muda tulichonacho sasa hivi. Kipande ambacho kikiondoka hichi, wakati mwanadamu amecheza na umri wake, basi hakuna kitakachomfaa tena. Na huyu mwanadamu ni kiumbe ambaye ameumbwa, baada ya kuumbwa kwake atabadilisha hatua za maisha, atabadilisha staili za maisha, lakini huyu mwanadamu hana mwisho tena. Kama ataingizwa peponi, mauti atachinjwa, ataambiwa hakuna tena mauti. Kama ataingizwa motoni, waliyadhu billah, mauti atachinjwa, ataambiwa hakuna tena mauti. Hapa ni maisha dumdawa, ni maisha ya muda wote. Maisha haya yaweje? Ya shida au tabu au raha na starehe, yatatokana na kipande hiki cha muda mfupi alichonacho sasa hivi. Kama kwamba vile tuseme hapa duniani, huu wakati tulionao sasa hivi ni wakati ambao tunafanya maamuzi magumu sana juu ya maisha yetu yote yanayofuatia. Athari ya yale tunayoyafanya sasa hivi yataathiri maisha yetu haya tulionayo na maisha yanayofuatia wakati wa mauti, baada ya mauti, baada ya kufufuliwa na baada ya kuhesabiwa. Kwa msingi huu basi, ikawa kitisho hichi kikubwa tukahusiwa na Allah tabaraka wa taala, tukahusiwa na Allah tabaraka wa taala, tukahusiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah akatuambia, ya ayuha alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, enyi wanadamu mcheni Allah, muogopeni Allah. Na katika kumwogopa Allah, katika jambo hili ninalozungumza, basi kila mmoja wenu aihesabu nafsi yake, nini ametanguliza kwa ajili ya kesho. Na tukaambiwa na mjumbe wake, hasibu anfusakum qabla an tuhasab waznu a'malakum au waznu anfusakum qabla an tuzan. Tukaambiwa jihesabuni nafsi zenu, fanyeni tafakuri ya maisha yenu nyinyi katika nafsi zenu binafsi, familia zenu na taasisi zenu, kabla hujafika muda wa nyinyi kuhesabiwa. Ukifika muda wa nyinyi kuhesabiwa, hamtokuwa na nafasi ya nyinyi kujirekebisha, kuyafanya yale mlioyaacha ambayo yalikuwa ya wajibu, na kujikataza na yale ambayo mliyafanya hali ya kuwa mmekatazwa. Kitisho cha kuondoka kwa umri kinakabiliwa kwa mwanadamu kufanya hesabu katika kila kipengele cha wakati kinachoondoka katika maisha yake. Kipande cha siku afanye muhasaba, kipande cha wiki afanye muhasaba, kipande cha mwezi afanye muhasaba, na ikifika mwaka kupinduka, ndio kabisa anatakiwa akae chini atafakari nini ametanguliza kwa ajili ya kesho. Yanayotupelekesha ni mengi, yanayochukua umri wetu ni mengi, yanayotushughulisha ni mengi, lakini katika haya mengi Allah anatutaka sisi tuangalie tuliotanguliza kwa ajili ya kesho.
Hii kesho ndiyo ina hakika katika maisha ya mwanadamu kuliko leo yake. Lakini lilasafu shadid, sisi wanadamu tunashughulishwa zaidi na leo yetu, tunajiandaa sana kwa uhai wetu, maandalizi makubwa sana katika uhai wetu, wakati uhai wa mwanadamu si jambo lenye uhakika. Jambo lenye uhakika katika maisha ya mwanadamu ni mauti yake. Kila mwanadamu ana hakika kwamba mauti yatamkuta. Sasa hili jambo ambalo lina uhakika ndilo ambalo hatujiandai kwalo. Kwa mwanadamu aangalie anayoyafanya sasa hivi, katika haya anayoyafanya yepi yanambeba kesho yake, asije kuwa bize sana, asije kuwa ametingwa sana, ameshughulishwa sana, lakini kashughulishwa na mambo ambayo hayana msaada na yeye baada ya kifo chake. Hapa panahitaji fiqhi ya vipaumbele ambayo kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, siku nyingine Allah akituwafikisha kukutana, tutazungumza fiqhi ya vipaumbele katika maisha ya muumini. Fiqhi ya vipaumbele inahitajika sana. Maisha ya mwanadamu yanampa mambo mengi sana ya kufanya. Mwanadamu amefungulia uwezo katika hii dunia wa kufanya mambo mengi, lakini katika mengi yote ambayo mwanadamu anaweza kuyafanya, huyu mwanadamu anatakiwa ayachague mambo ya kufanya yenye thamani kubwa katika dunia yake na akhera yake. Na hapa ndipo mtego ulipo. Kila mwanadamu ametingwa, yuko bize, wavivu ni wachache. Lakini jambo gani linachukua sehemu kubwa ya uhai wake? Hili jambo lina uzito katika mizani ya kesho kiasi gani? Fiqhi ya vipaumbele inamweleza Muislamu namna ya kuwekeza uhai wake. Uhai wake mfupi, kipande cha uhai kifupi ambacho cha kimkakati, anatakiwa mwanadamu ayaendee mambo ya kimkakati. Mwanadamu mmoja mmoja katika nafsi yake, familia, taasisi zijitathmini katika yale mambo ya kimkakati, mambo ambayo yana thamani katika dunia yao na mambo ambayo thamani yake haishii katika dunia, yanambeba yeye akhera. Yuko sahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saad bin Muaz. Saad bin Muaz ameishi katika Uislamu miaka 6, lakini mauti yake ihtazza arshur rahman, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana nini huyu sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambaye ameishi katika Uislamu kwa miaka 6 tu, lakini mauti yake ikatingisha arshu ya Rahman? Ana nini huyu? Huyu alikuwa anaijua fiqhi ya vipaumbele. Ndani ya muda mfupi alioishi katika Uislamu amefanya mambo ya thamani, mambo ya ghali, na kwa mambo hayo yakaweza kuitingisha arshu ya Allah tabaraka wa taala, kiumbe kikubwa kabisa kuliko mbingu na ardhi. Mbingu 7 zikusanywe, ardhi 7 zikusanywe, ziweke katika arshi Rahman, bado inakuwa ni kama chembe ya uwele iliyowekwa kwenye jangwa. Lakini kiumbe hichi kikubwa kimetingishwa na mauti ya sahaba ambaye ameishi katika Uislamu kwa miaka 6. Sisi leo tunajigamba, leo kila mmoja wetu ameongeza miaka katika umri wake, lakini haijalishi kiasi gani umeishi, miaka mingapi umeishi, kinachojalisha nini umefanya katika hiyo miaka ambayo umeishi. Asijigambe mmoja wetu kwa idadi, kwa wingi wa idadi ya miaka aliyoishi, bali ajigambe mmoja wetu, kila mmoja wetu, kwa mambo makubwa aliyofanya katika mizani ya dini. Enyi watukufu katika imani, kila mmoja wetu ajikague, amewekeza katika mambo gani? Kuna mambo ambayo yana malipo yasiyokatika mpaka kiyama saa. Hivi vituo vyetu hivi, misikiti kama hii, ukiwekeza hapa mpaka msikiti unaondoka katika uhai wake, katika kuwepo kwake, we bado unalipwa. Lakini misikiti imekuwa ni kama vituo vya mayatima. Haya ni mambo makubwa. Watoto tulionao, tukiwekeza katika kuwalea vizuri watoto tulionao, wakamjua Allah tabaraka wa taala, wakaweza kutafuta riziki zao katika njia halali,
sio njia za shortcut hizi wanazotaka leo. Basi hawa watoto muda wa kuwa wako hai na mazuri yote watakayoyafanya na malezi mazuri watakayoyalea watoto wao wanaofuatia, haya yote yatahesabika katika mizani yetu. Haya ndiyo mambo ya kuwekeza. Haya ndiyo mambo ambayo mtu kwa umri wake mdogo anaweza kuandika hesabu kubwa katika maisha yake. Haya kila mmoja wetu ana nafasi nayo. Haya kila familia ina nafasi nayo. Haya kila taasisi ina nafasi nayo. Ni wajibu wetu kuitikia wito wa Allah tabaraka wa taala, tujikague nafsi zetu na tuitikie wito wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujihesabu kabla ya kuhesabiwa. Amri ngapi tunazitekeleza? Tunazitekelezaaje amri hizo? Tunaziendeaje amri hizo katika kutekeleza? Ziko amri tunazitekeleza, lakini tunazitekeleza kama vile ni jambo la mwisho, last option. Ni awamiri za Allah tabaraka wa taala, ni maamrisho ya Allah tabaraka wa taala ambayo tunatakiwa tuyatekeleze kwa shime kubwa kabisa. Lakini leo shime kubwa ipo katika mambo yetu binafsi ambayo hayatubebi baada ya mauti. Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mjanja, mwerevu, mwenye akili si anejua jina la mji mkuu wa Kenya kuwa ni Nairobi. Kwa vipimo vyetu hivi tunavyopimana kwenye taaluma, mji mkuu wa Urusi ni Moscow. Chiki huyu ana akili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anambainisha mtu mwerevu mwenye akili. Mwenye akili sio anayejua mji mkuu wa Urusi. Mwenye akili ni yule ambaye anaweza kuidhibiti nafsi yake, akayachagua mambo ya kufanya, akafanya yale ambayo yana faida na yeye hapa duniani, yana faida na yeye baada ya mauti. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ayuha al-muslimun, katika mwaka wa miladia uliomalizika yako mambo mengi sana yametokea kujifunza. Allah tabaraka wa taala amejalia huku kupishana kwa usiku na mchana. Haya masiku ambayo yanaondoka katika maisha yetu, kuna matukio yanatokea. Matukio yale anatutaka yeye Allah tabaraka wa taala tuyasome yale matukio, tupate mazingatio yaliyoko katika yale matukio, tujifunze katika yale matukio ili tuweze kurekebisha mustakbali wetu, tuweze kurekebisha mkao wetu. Sasa yako ambayo yanatuangukia katika ngazi ya mtu mmoja mmoja, lakini yako ambayo yanatuangukia katika ngazi ya umma. Mwaka wa miladia uliopita 2025 kuna mambo makubwa yametokea, mambo ambayo athari yake imemgusa kila mmoja wetu. Yako yale ya mtu mmoja mmoja, yuko aliyepoteza wazazi wake ndani ya mwaka huo, yuko aliyepoteza mtaji wake, yuko aliyepoteza cheo chake. Haya ni mambo madogo madogo. Yako mambo ambayo yametokea ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Mambo yale yanamgusa kila mmoja wetu na yanatuhitaji sisi tuyasome, tupate mazingatio. Haya mambo tunaweza kuyasema kwa lugha fupi. Yalikuwa kabla ya uchaguzi mkuu, wakati wa uchaguzi mkuu na baada ya uchaguzi mkuu. Muislamu anatakiwa kila linalopita kwenye maisha yake limpe mazingatio. Huyo ndo Muislamu wa kweli. Asiseme kwamba haya mambo ya siasa mimi hayanihusu. Mambo yaliyotokea kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi, baada ya uchaguzi, mimi yananihusu nini? Wewe unahusika na mambo yote yanayotokea. Ndio maana amani ikitoweka hakuna swala ya Ijumaa hapa Dar es Salaam. Katika hayo matukio tunayozungumza, ipo Ijumaa ambayo hatukuswali swala ya Ijumaa. Kama unadhani wewe siasa ikuhusu,
basi siku ile ungeenda msikitini kuswali. Sasa Waislamu, haya ni yepi? Mambo yaliyotokea ni mengi, lakini sura ya yale yaliyotokea kuna mazingatio makubwa sana tumejifunza sisi leo. Pengine ingekuwa ngumu sana kuwaelewa watu wakisema, wazungumzaji wakisema kwamba kwenye nchi hii Waislamu ndio waliopigania uhuru. Ingekuwa ngumu sana, ingekuwa ngumu sana. Pengine wengine wangedhani tunajipigia debe, lakini kwa matukio yaliyokuwa kabla, wakati na baada, inaonesha wazi kuwa kweli Waislamu, historia imejirudia, Waislamu ndio wakombozi halisi wa taifa la Tanzania. Ilionekana wazi kuwa vijana wetu wengi walibebwa, walitumiwa na hamasa za watu wenye ajenda zao. Lakini katika makundi ya watu wenye ajenda zao, ukiachilia mbali kundi la wanaharakati, ukiachilia mbali kundi la wanasiasa, walikuwepo baadhi ya viongozi wa kiroho, sehemu kubwa upande wa pili, ambao walikuwa wako tayari kabisa kuligawa hili taifa, kulipasua vipande vipande na kuhakikisha kuwa amani inatoweka. Hili sio somo dogo. Tukisikia leo ikizungumzwa kwenye historia, tukimsikia Mohamed Saidi akieleza kwamba Nyerere alilindwa na Waislamu wakiwa kanisani, tunaweza tusiamini, lakini ndio hakika ya mambo iliyotokea. Waislamu kwa maslahi ya taifa hili, wakati wenzao wakisimama upande mmoja na mkoloni, wao yule asiyekuwa Muislamu ambaye ameungana na wao katika kulikomboa hili taifa, wao walimlinda akiwa kanisani. Sasa sura hiyo sasa ndiyo sura inayofanana na yale matukio ambayo yalikuwa yanaendelea. Upande mmoja ilionekana Waislamu ndio wanahitaji amani ya taifa hili, na upande mwingine ukawatukana Waislamu, ukawakejeli Waislamu na kuonesha kwamba hawa hawana elimu na kuonesha kwamba hawa wanatumika. Lakini hakika ya mambo leo, mambo yote yako wazi. Imekuja haki, batili imejitenga na haki. Leo imekuwa wazi kuwa yako mataasisi nje ya nchi yalikuwa yakifadhili migogoro yetu ya kisiasa ndani ya taifa letu, na milango ya dini ikatumika, na baadhi ya taasisi za kidini zikapewa pesa kwa ajili ya kuhakikisha kuwa amani ya taifa hili inatoweka, kwa ajili ya kufanya mapinduzi. Waislamu tunaambiwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la takunu imma'ata taqulun ana ma'a an-nas in ahsana an-nas ahsanna wa in asaw asat. Muislamu usifuate mkumbo. Muislamu hatakiwi kufuata mkumbo. Muislamu anatakiwa kuelewa mambo, nani wako nyuma ya ajenda ya machafuko ya nchi, wanafanya hivyo kwa faida ya nani? Enyi Waislamu, kwa sababu muda wa mimbari hautoshi, niseme tu katika yale matukio yaliyotokea kabla ya uchaguzi mkuu, wakati wa uchaguzi mkuu na baada ya uchaguzi mkuu, tunajifunza kuwa sisi kama Waislamu nafasi yetu ya kihistoria ndiyo ile ile inarejea tena. Tusiposimama kama Waislamu kulisalimisha taifa hili taifa limeangamia. Hebu jiulize tu, kama kusingekuwa na ile juhudi ambayo mashehe wetu wameifanya, vijana wetu wa Kiislamu wakaachwa hawajaratibiwa,
na waumini wetu wakaacha hawajaratibiwa, lakini na wale ambao wasiokuwa Waislamu wakaacha wapokee yale ambayo walikuwa wanaelekezwa na viongozi wao wa kiroho. Hapa sasa hivi tungekuwa tunazungumza mengine, lakini joto la Waislamu, msimamo wa Waislamu, juhudi za Waislamu waliposimama na kupiga kelele kupinga chuki inayopandikizwa, kupinga ubaguzi wa kiimani unaofanyika, ndiyo imekuwa salama ya taifa hili. Tuendelee kulisimamia hili taifa kwa faida ya imani yetu na kwa faida ya wanadamu wote hapa Tanzania. Tukiacha kukaa mkao huu, basi hili taifa litabaki salama tena. Ni Waislamu ndio wana dhima ya kufunga mianya yote inayopelekea uvunjifu wa amani. Enyi Waislamu, chukueni jukumu ya kutengeneza pale ambapo wenzenu wanaharibu, nyinyi tengenezeni. Lakini katika kutengeneza huko isije ikatafsiriwa hata siku moja kwamba Waislamu ni mazuzu, Waislamu ni wajinga. Sasa na nyinyi pazeni sauti katika yale ambayo yanafanyika, ambayo hayalipi afya taifa letu. Sehemu ya watu wa imani fulani wanagawiwa pesa na serikali ya Tanzania. Huenda haya ndiyo yaliyofungua mlango wa wao kupanda kiburi na jeuri na kudhani kwamba wanaweza kuiamrisha serikali, wanaweza kuipelekesha serikali, kwa sababu walilelewa vibaya na tawala zilizopita. Kikundi tu cha watu kinatengeneza, wanapewa mabilioni ya pesa kwenye kila mwaka wa bajeti. Kwa nini hao wasiote mapembe? Sasa umefika wakati Waislamu mukate hayo mapembe. Waislamu mukate hayo mapembe kwa faida ya taifa hili. Musikate mapembe kwa kuvunja amani. Sisi tunaelewa Waislamu kuwa tuna ustaarabu wa kudai mambo yetu. Tunataka usawa wa kitaifa. Imani zote ziwe ni imani kama raia wa kwanza wa Tanzania. Sio kwamba kuna raia wa daraja la kwanza wa imani fulani na raia wa imani fulani wa daraja la pili. Haya ikipatikana muda biidhnillahi taala tutayazungumza nje ya khutba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Qumu ila salatikum. Itu sana.